unaelewa nini ukisema hope for Christ ama matumaini katika Kristo? Je, una matumaini katika Kristo? Je, msikilizaji, je, una matumaini katika jambo lolote ambayo labda ungeweza kufanya? Ama tuambie umekuaje katika safari yako ya utakatifu. Je, una matumaini? Unajua hapo jana tuliongelea imani. Na imani na matumaini ni kitu ambavyo vinaendana pamoja. Ukiunganisha imani na tumaini, hapo ndipo unapata ya kwamba unakuwa katika hata njia zako za kuishi katika Kristo. Na msikilizaji, leo tunaangazia hadithi ya Ayubu. Natumai tumesikiza kuhusu Ayubu katika makanisa yetu, hata pale ilipokuwa pale Sunday School kwa wadogo, elezwa hadithi ya Ayubu ambayo inaonyesha matumaini kwa upana. Ayubu ni mojawapo wa wale watu katika Biblia ambao walidhihirisha matumaini, ambao walitumainia Bwana zaidi. Maana kila siku tunaomba tukisema tuendelee kumtumainia Bwana hadi pale atakapokuja chukua. Kwa hivyo Ayubu alikuwa ni mtu mwadilifu sana na mwenye kumcha Mungu. Ayubu tunaambiwa ya kwamba aliishi katika nchi ya Uzi, the land of Uz. Na yule Ayubu alikuwa tajiri sana. Alikuwa tajiri wa mifugo, alikuwa na watoto wengi. Yaani alikuwa anaishi maisha mazuri. Zaidi ya hayo yote, Ayubu FM, the voice of the jungle. Ayubu alikuwa mwaminifu kwa Mungu na aliepuka uovu. Maana hapa duniani kuna uovu mwingi sana. Lakini Ayubu aliepuka sana uovu ule. Siku moja Shetani alimwambia Mungu kuwa Ayubu alimcha Mungu sababu ya baraka alizokuwa nazo. Sasa Mungu akamruhusu Shetani aweze kumjaribu yule Ayubu, lakini alimwambia nini? Nimekukataza usimuue. Yaani amjaribu tu lakini asimuue. Betsita FM. Yaani unaona ile mali yote yenye Ayubu alikuwa nazo, kaambiwa na Mungu. Yaani Shetani alipewa ile kibali na Mungu aweze kumjaribu Ayubu lakini asimuue, kwa sababu ana mali zake za dhamana, na alitaka kujua ya kweli iwapo Ayubu anamtumainia Mungu. Je, unaweza kubali kwa hiyo mali yako yote kujaribiwa na Mungu iwapo imani yako kweli ni ya kikamilifu katika Mungu? Na ndani ya muda mfupi Ayubu alipoteza zile mali zote. Baadaye akaadhiriwa na vidonda mwilini. Maumivu yalikuwa makali sana. Alikuwa anaketi juu ya majivu.
akijikuna. Ayubu aliteseka sana. Ayubu hata hakumlaumu Mungu. Alilia Mungu, akaomboleza, akauliza maswali. Lakini kwa yote aliendelea kumtumainia Mungu. Marafiki zake walimtoroka. Yaani hata wale watu wake wa karibu wote walikuwa namtembelea, lakini walikuwa namshtumu wakisema alikuwa ametenda dhambi. Hata mkeo alikuwa anasema, mbona usimwache Mungu wako ambaye hajaweza kuokoa? Mwishowe Ayubu alizungumza na Mungu, akamkumbusha kwamba hekima na uwezo wa Mungu ni mkubwa kuliko ufahamu wa mwanadamu. Na kabla tuendelee na hadithi hiyo ya